kuhesabu. Neno hili haleluya, Amen. linatesa hata wahubiri wengi, haleluya, watumishi wa Mungu wengi. Kutesa inakuwa ni vipi? Kwa sababu kuna siku ambazo anasikia leo nifundishe, lakini watu hawapo, alafu anaumia sana, kwa sababu siku ile ambayo watu walitakiwa wareceive kuja kurudia siku kama ile itachukua muda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Anazungumzia neno linasema lazima kuna masaa 8 ya kufanya kazi, kuna masaa 8 ya kupumzika, ya kulala, alafu kuna masaa 8 ambayo yanazungumzia kwa lugha ya Kiingereza ya kuenjoy. Lakini ni masaa ambayo yanatakiwa mtu aanze kujua enjoyment katika Biblia maana yake ni kustarehe. Mwisho. Simama pale. Wewe ndio rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kustarehe, haleluya. Maana yake unajua ukizungumzia enjoyment mara nyingi na watu maskini hawawezi kujua kama hilo neno kuenjoy. Wataona kuenjoy ni kwa matajiri tu. Sio, unanisikia? Bwana asifiwe sana. Sio, unanielewa ninachosema? Kuenjoy sio kwa matajiri. Leta hilo neno kwenye Biblia. Siku 6 Mungu alifanya kazi. Siku ya 7 alifanya nini? Kustarehe maana yake wakati mwingine kuiona ile kazi uliyoifanya iko nzuri kiasi gani, au kuna nini ambacho kilikuwa kinahitajika akijafanyika ili kifanyike kiwe kizuri zaidi. Ndio maana anasema akastarehe. Na chini yake baada ya kusema neno kustarehe akasema akaona vyote kuwa vyema. Unaona hiyo kitu hicho? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ndipo sisi hatujui kuhesabu hata siku zetu. Kwa mfano kipindi hichi ambacho mimi ninachopata uwezo fulani wa pesa, tunaweza tukafanya nini ili kuboresha hata mambo ya kanisani? Tuyamalizike hayo, angalau tufanye nini? Haziko hizo siku. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Unajua hakuna kitu ambacho Yesu alisema katika hii aya mahubiri anayosema au mafundisho anayofundisha. Na Mungu akubariki sana kwa sababu ni fundisho ambalo lilikuwa linahitajika sana kwetu sisi. Haleluya. Nilitoa mfano jana wakati mzee Sanja sasa anafika uzee kabisa. Haleluya. Akiangalia watu, akiwatazama watu, maombezi aliyoyafanya, wakati mwingine anabakia tu kulia, na wakati mwingine anabakia tu pressure kupanda. Kwa sababu gani? Aliyatamani mambo sasa hayaoni, watu sasa wameshakuwa wengi, watu wa aina fulani wamekuja kanisani. Alitamani awafundishe yeye ili wale watu waelewe. Lakini siku zimeshapita, hazirudi tena. Zihesabu siku zako. Na neno moja ambalo tutaliombea hapa katika ile Mhubiri sura ya 12 ni la muhimu sana, ambalo linasema zisije siku zilizo mbaya. Yaani hizo utake uombe usiombe zinakuja. Lakini hizo siku mbaya huaga zinakuwa siku mbaya, zinakuwa zinafunikwa na siku zilizokuwa nini? Nzuri. Bwana Yesu atusaidie. Na mimi ninachopenda siku zilizo mbaya, uzuri wake ni kwamba zimetajwa siku, haikutajwa miaka. Maana yake ni kwamba kumbe siku zilizo mbaya zinaweza kuwa diluted, yani zinaweza zikaondolewa na siku zilizokuwa nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Haleluya, nasema tena. Kwa hiyo neno kuenjoy au kustarehe ni neno ambalo linalohitaji mtu awe na muda wa kufanya vitu vingine tofauti na vile anavyofanya mara kwa mara. Sio, mnanielewa? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hilo ndio neno ambalo sisi tunajua kitu ambacho kinachoitwa mawazo huaga kinabeba masaa mengi. Na ndio maana unaweza kuwakuta watu ili kuepukana na mawazo bora aende akaangalia nini? Season. Anachukua muda wa season anautaka kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kitu ambacho kimenibariki leo ni kitu ambacho amesema kuna miaka ambayo mtu anatakiwa aelekezwe vitu gani. Kuanzia mwaka wa kwanza mpaka miaka mingapi? 7.
Lakini sasa sisi hiyo miaka wa kwanza mpaka miaka 7 ndio mwaka ambao ni mtoto anaingia kwenye pilika za ajabu. Kama ni viboko, kama ni kusema vibaya, kama ni yaani mtoto pale hana hamu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Pale ni mtoto kama ni kufinywa na kufinywa kweli, mpaka anaanza kumwangalia baba na ndege. Na niligundua kitu kimoja kwamba amesema kipindi hicho kama familia haiko kuwa stable, ndipo mtoto anaenda kuumbika kuwa wa namna